Hali ya taharuki imetokea katika eneo la dampo kwenye kata ya Muriet mkoani Arusha baada ya gari ya kubebea mafuta kulipuka katika kituo cha kuwekea mafuta kilichopo katika eneo hili, huku chanzo kikidaiwa ya kwamba ni baada ya pipe inayopatikana katika gari hii kuvuja, jambo lililopelekea mlipuko huo mkubwa kutokea katika eneo hili. Kuna mtu alikuwa anachomelea hapa na ni mwenye kampuni na gari inateremsha mafuta hapa. Naitwa Isaac Kusupa, ni mkazi wa Muriet. Gari la kushusha mafuta lilikuwa linashusha mafuta kwenye kituo cha mafuta, limepata hitilafu ya moto ambao una madhara makubwa, yanaweza kusababisha madhara na vifo vingi kwa watu wengi ambao wako hapa kwenye hili eneo la tukio. Kwa hiyo sisi wananchi wa Muriet tuna masikitiko makubwa sana kwa sababu hili ni hatari, na hili jambo ambalo linaweza kusababisha nyumba nyingi zikawaka moto na wengine ambalo lilikuwa linaweza kudhibitika kirahisi, gari linateketea, na hofu yetu vile visima pale vinaweza vikashika moto vikaleta madhara makubwa ya kuua wananchi na kuangamiza mali za wananchi. Kwa mujibu wa mashuhuda ambao walikuwepo katika eneo hili, wanadai kwamba chanzo cha moto huo ni baada ya kuwepo kwa shughuli za uchomeleaji ambazo zilikuwa zinaendelea karibu na kituo hiki cha mafuta. Kuna mtu alikuwa anachomelea hapa na ni mwenye kampuni na gari inateremsha mafuta hapa. Ndio sababu unaona kwamba hapa kuna moto umetoka hapa, umeseleleka, umekwenda kwenye tenki pale, na kutoka pale kwenye tenki moja kwa moja baada ya kuondoa gari kawa inafuata gari. Nataka kuongea ukweli kwa sababu tayari wamekwisha fanya makosa, na mtu akishafanya kosa ni lazima akimbie. Sasa ukijaribu kuangalia mtu vile kuweka kituo cha mafuta hapa kwenye maeneo ya watu, kwa kweli haileti. Si hata stiki unaziona ziko pale, we stiki unaziona ziko pale, zile ni stiki za kuchomelea welding. Wewe naelekea alikuwa anachoma mavyuma yake pale na vipande vinaonekana wazi. Kwa majina naitwa Edward Simon Liza. Nilikuwa gereji wakati gari inashusha mzigo. Ilikuwa inashusha pale wakati dereva anashusha mzigo, ndo wakati anashusha mzigo pipe ilipata damage kidogo. Ikawa imepata moto, ndo akasogeza gari mbele kidogo. Alisogeza gari mbele kidogo, ndo akawa anafanya utaratibu wa kuizima, wakashindwa kuizima, moto ukazidi, ndo watu wote wakakimbia. Baada ya moto kukimbia, serikali imepigwa kama masaa mawili yaliyopita. Jitihada ndo kama hivyo zinavyoendelea kuonekana, serikali inazidi kupambana kuzima moto. Watu waliookolewa ni kwenye nyumba, ndo hatujajua kama kuna watu ambao wamepata matatizo. Hata hivyo, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Arusha walifika katika eneo hili wakiwa na magari mawili na kudhibiti moto huo. Naitwa Oswald Mwenjejele, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Arusha. Kwa kilichobaki tupoze mazingira yenyewe yalivyo ili zile pavement zije kaleta joto zaidi na kuweza kusababisha moto mwingine. Kwa sababu tumefika hapa tumekuta gari ishashika moto. Kwa sasa hivi tunajaribu kujua chanzo ni nini. Tunaendelea kukitafiti, bado hatuna uhakika nayo kwa sababu moto hujaanzia pale gari ilipo. Umeanzia eneo lingine mbali na pale gari ilipo. Kwa hivyo tunatafuta wahusika walioona mwanzo ili sisi tuanze kufanya uchunguzi wa kina. Ni lazima tujue moto ulianzia wapi. Kwanza ni taharuki kwa wananchi ambao kimsingi wamepata madhara mbalimbali. Wengine wamefaint, wengine wamepata madhara ya kiafya ya kawaida, lakini kimsingi wote kwa sasa hivi kwa hali yao ni salama. Na madhara mengine ni kwamba unaona gari yenyewe imeharibika upande wote wa nyuma, imeweza kuwa imeungua, lakini unaona mafuta yamemwagika, na nyumba iliyokuwa jirani hapa unaiona imeungua upande wa chini paa lake. Kwa kimsingi bado hatujajua hasara rasmi kwamba ni kiasi gani kimeathirika, lakini kwa macho tunaona athari yake ni gari kuharibika na kupata madhara kidogo kwenye jengo lililokuwa jirani na hichi kituo.